mahali hapa. Nashukuru mchungaji kwa nafasi hii pamoja na mzee wa kanisa. Asante sana baba na uongozi wa vijana, nashukuru sana. Tenda kuangalia kuwa hodari katika Bwana na nguvu zake. Waefeso 6:10, Waefeso 6:10, Waefeso 6 mstari wa 10. Kama unaandika, mhubiri wa leo anaitwa Sefoni Sospita. Sefoni Sospita, kama unataka kuandika jina la mhubiri. Sefoni se alafu foni kama ya simu. Sefoni Sospita, Sefoni Sospita. Tutaenda kuangalia kuhusu kuwa hodari katika Bwana katika uweza wa nguvu zake. Waefeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Angalia, kushindana kwetu ni juu ya falme. Namba moja, anaanza kupanga rank, anaanza kupanga safu. Kushindana kwetu ni juu ya falme, principalities, na mamlaka. Namba mbili, powers. Kwa pale juu kama unaandika hierarchy mnaita principalities, powers, falme, mamlaka, na kuonesha kushindana kwetu kulivyo. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa sababu gani uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake? Kwa sababu hapa duniani hatuishi kwa kula ugali na chipsi na mayai. Kuna kitu tuko nacho hapa. Anasema hivi, kwa sababu kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya 1 2 3, twende falme. Bali ni juu ya 1 2 3, bali ni juu ya. Kwa kama unapanga safu pale juu, tumeshasoma hadi shule, anasema CEO sijui nani hapo, anaanza rais, anakuja waziri mkuu, anakuja mawaziri, sio anakuja makatibu wakuu. Sasa nataka kukupangia katika ulimwengu wa roho. Kwa upande wa giza ni juu ya falme, principalities, alafu chini yake mamlaka, powers. Alafu kinachofuata nini? Someni Biblia, simnazo. Kinachofuata hapo baada ya mamlaka ni juu ya nini? Juu ya wakuu wa giza hili, namba 3. Kwa hiyo zinaanza falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, alafu chini juu ya majeshi ya pepo wabaya, spiritual wickedness in high places. Naomba unisikize kwa dakika chache sana, sababu hili kanisa Mungu amelikusudia kwa vitu vikubwa. Sijatoka Mwanza kuja kuleta story, nimekuja kuthibitisha nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Na mchana wa leo kwa dakika chache nitafundisha kidogo tu kwa habari ya kuwa hodari katika Bwana na katika uweza. Kwa nini tuwe hodari katika Bwana na katika uweza? Mwanzo 1:26 Biblia inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Samaki wa nini? Baharini, na ndege wa angani, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya uso wa nchi. Sasa angalia, issue sio samaki wala ndege. Angeweza kusema tu wakatawale ndege, kwani ndege waga wanakaa kwenye maji, si unaelewa ndege wanakaa juu. Kwa ungeweza kuelewa vizuri hicho Kiswahili. Angesema tu wakatawale ndege, basi wakatawale samaki. Kwani hujui samaki wanakaa wapi? Si unajua. Kwa nini akamalizia wa baharini? Kwa sababu kwenye bahari kuna ulimwengu, kuna maisha yanaendelea. Kwa sababu kwenye anga kuna ulimwengu wa anga. Sisi tuko pamoja. Kuna realm, kuna dimension. Nisikize vizuri. Kwa nini anasema kila chenye kutambaa kitambaacho? Kwa sababu hapa kwenye ardhi kuna ulimwengu pia. Hapa kwenye ardhi ni ulimwengu. Sasa Mungu alimuumba mwanadamu atawale hizi ulimwengu 3. Aeons. Atawale anga, atawale chini ya ardhi, na atawale kwenye ardhi. Shetani alipokuja kwenye Mwanzo 1:3 akasababisha mwanadamu akakosea. Kwa shetani akawa amechukua hii mamlaka ya anga, maji na juu. Ndio maana Mungu akasema ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Yaani ardhi iliumbwa iweze kutoa vitu vizuri. Ndio maana leo hii ukipanda vitu vizuri lazima uvimwagilizie na uviweke mbolea na uweke nini, ndio vitaota. Lakini ukiacha tu ardhi hivi kitakachoota
ni manyasi. Tuko pamoja? Kwa sababu iliharibiwa dunia. Ndio maana majeshi yote kwenye nchi zote duniani yana vikosi kwenye maeneo haya. Kuna jeshi la wapi? Semeni basi. Kuna jeshi la, alafu kuna jeshi la, na kuna jeshi la, sio wajinga wale, wanajua. Sasa baada ya mtu kukosea akawa chini ya mamlaka ya giza. Ndio maana shetani alivyopewa mamlaka, alivyopewa ruhusa tuseme, au mamlaka na Mungu ya kuja kumjaribu Ayubu. Si tuko pamoja? Umeona shetani alikuwa na uwezo wa kumanipulate, alikuwa na uwezo wa kufanya. Biblia inasema moto ukashuka kutoka mbinguni ukawachoma. Alikuwa na uwezo wa kuinfluence nature kwa Kiswahili tunaita nini? Alikuwa na uwezo asili, alikuwa na uwezo wa kuinfluence asili. Moto ukashuka ukawaua watu. Ndio maana unaona wakati mwingine bahari na nani inaua watu. Ndio maana Yesu alijua, Yesu akaituliza bahari. Tuko pamoja? Kwa manipulation zipo nyingi. Nisikize vizuri. Baada ya mtu kukosea, shetani akachukua hiyo nafasi. Nitakuja kufundisha baadaye imerudi kwa namna gani. Shetani akawa na uwezo wa kumanipulate, akawa na uwezo wa kuathiri maisha ya mwanadamu kama anavyotaka yeye. Ndio maana magonjwa mengi asilimia kubwa yanaambukizwa na nini? Hewa. Uongo ukweli? Subiri nikwambie, hewa haikuumbwa ikuambukize. Ni kwa sababu ya manipulation ya shetani. Mnielewe vizuri watumishi wa Mungu. Maeneo yote tuliyopewa kutawala, itakiwa sisi to manipulate. Itakiwa sisi to control, tutawale. Tuamue nini kifanyike wakati gani. Katika maeneo yote matatu, chini, hapa na juu. Kwa hiyo mamlaka aliyoitumia shetani kumuonea Ayubu ilikuwa ni mamlaka ya Ayubu aliyoipoteza Adamu. Anaelewa watumishi wa Mungu? Story ikaenda. Kwa hiyo ili ufanikiwe kidunia, ilitakiwa uuze nafsi yako kwa shetani au ukubali shetani akutawale. Ndio maana kwenye Luka sura ya 4 na hata Mathayo pia sura ya 4 utamwona shetani anamfuata Yesu, anamwambia nitakupa hivi vyote kama ukinisujudie, kwa sababu vyote vimo mikononi mwangu. Jamani, Mungu ni Mungu wa sheria na Mungu ni Mungu mwaminifu. Tunaposema Mungu ni mwaminifu, lazima tuelewe uaminifu wake. Amen. Mungu alimpa dunia mwanadamu kwa sababu ya uaminifu wake. Hakumuingilia mwanadamu wakati anataka kukosea, ila alimpa maelekezo. Ashukuriwe Yesu Kristo, sema amen. Sijasikia hiyo amen. Ashukuriwe Yesu Kristo, sema amen. Amen. Nasema tunamsifu Yesu. Ashukuriwe Yesu Kristo, sema amen. Amen. Nione watu waliookolewa na Yesu, wanaomkubali Yesu waseme amen yenye nguvu. Ashukuriwe Yesu Kristo, sema amen. Amen. Kisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Biblia inasema kuanzia mstari wa 14. Twende. Kolosai 2. Taanzia mstari wa 10 na taanzia mstari wa 8. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, Wakolosai 2:8 kushuka chini, na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana katika yeye Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Katika Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Niliwafundisha kwenye semina, achaneni na yale mambo ya mtaani wanaosema unajua hakuna aliyekamilika, sisi sio malaika. Wewe ni zaidi ya malaika. Kitabu cha Yakobo sura ya 1:18 inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituokoa, alituzaa kwa neno ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hiyo kwenye standard ya kimungu, akitoka Mungu anafuata mtu aliyeokoka. Ndio maana ukiokoka unaitwa kiumbe kipya. Hata wazee 24 wafuati. Ndio maana wa Filipi, ndio maana ukisoma wa Efeso 3:10 Biblia inasema hivi, ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi julikane katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sisi ni shule ya malaika. Sisi ni shule ya ulimwengu wa roho sisi.
Yaani wanajifunza namna Mungu anavyopendaga. Pendo wanatuangalia sisi na Mungu tunavyoishi. Kwa Biblia inasema kwa njia ya kanisa hekima ya namna nyingi ipate kujulikana katika ulimwengu wa wapendwa. Ndio maana ukiokoka unaacha kuwa mtu, unakuwa nani? Kiumbe kingine, unakuwa jitu. Sioni watu hapa, naona majitu katika jina la Yesu. Nasema sioni watu hapa, naona viumbe vipya katika jina la Yesu. Kama wewe ni kiumbe kipya, piga makofi kwa Yesu Kristo. Bado sijasikia shangwe za viumbe vipya. Tulia. Wakolosai hiyo 2, tuendelee mstari wa 9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye. You are perfected in Christ. Niliwaambia hata wanadamu wanatafuta perfection. Akishaunda gari, kwa mfano labda wanaleta aina mpya ya magari inaitwa labda GX au GX Sefoni, sawa? Mpya, hamjawahi kuiona. Wakishatengeneza ile gari moja, ile sample, wanajaribisha kila kitu, wanamuita mtaalamu, wanaijaribisha ikiumba itaendaje, wanatafuta perfection, alafu ndio wanaanza kutoa brand za hizo magari. Unaposema hujakamilika unamtukana Mungu kwamba uwekezaji wake ni wa uongo. Mungu hawezi kuachilia kitu hakijakamilika duniani. Biblia inasema hivi, hata tulivyokosea katika Adamu, Biblia inasema kwenye Efeso 2:10, tuliumbwa upya ndani ya Kristo. Sisi uumbaji wa mwanzo mmoja ni absolute. Uumbaji wetu ni kwa Yesu Kristo. Biblia inasema tuliumbwa upya ndani ya Yesu Kristo, ili tutende matendo mema ambayo Mungu alikwisha yaandaa tangu kabla misingi ya dunia. Sijaumbwa niugue boss, nimeumbwa nipite hivi. Yaani mimi nikikutana na mgonjwa, mimi ndio nampa uzima mimi. Unajua ukikutana na kuna ugonjwa mwezi wa 6 waga kuna upepo. Mimi Biblia inasema hivi, waliokoka ni kama upepo. Upepo waga uonekani. Kwa sasa huo upepo, mimi ni upepo mkubwa zaidi kwa sababu Roho Mtakatifu na mimi tunaunda upepo wa ajabu. Biblia inasema upepo unausikia habari yake lakini hauuoni. Wanajua habari zetu lakini hawatuoni katika jina la Yesu. Nakwambia kuanzia leo ukishajaa Roho Mtakatifu, watajua yupo mtu hawakuoni kwa sababu wewe ni upepo hauonekani. Watajua ya kwamba kuna jitu limepita, kuna jitu limehamia kwenye huu mtaa. Mbona mambo yetu kama hayaendi? Acha kuhama mtaani kwa sababu ya wachawi. Mchawi anakuhamisha mtaa. Tunajifunza kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Leo Roho Mtakatifu anaenda kutembea hapa. Uzuri na pilau iko hapa. Tunaondoka hata saa 12 leo nakwambia. Hata saa 4 usiku tunaondoka huku tumejaa Roho wa Bwana. Sema amen. Leo ni siku ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Sio ni watu wenye imani hapa. Subiri utanielewa baadaye. Utanielewa baadaye. Kuna kazi tumetumwa kuja kufanya. Mstari wa 10 nimeshamaliza. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, na kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Angalia sasa vitu vinavyoshushwa hapo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo ufufuo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu. Ndio maana Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Nguvu za Mungu ziko hapa tulizoziamini. Tulizoziamini zilizomfufua Yesu ziko hapa, ziko ndani yako. Na leo tunaenda kutibuka kwa upya, na shetani hataweza maisha yetu tena katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi, tukazikwa pamoja naye na tukafufuliwa kwa huo ufufuo pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa. 14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Hakuna hukumu. Biblia inasema hakuna hukumu juu ya wale katika Kristo Yesu, Warumi 8. Anasema hivi kwa sababu kuna hati ilikuwa Mungu akiangalia anaiona. Sasa hivi ilifutwa na mzee baba Yesu Kristo, akaigongomelea msalabani. 15, akiisha kuzivua enzi, sema enzi. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huu. Biblia ya Kiingereza inaonyesha vizuri. Yaani Yesu aliweka mambo yote public. Aliyaweka bayana. Tuko pamoja? Alivyokufa pale msalabani, Biblia inasema hivi, akazivua enzi zote na mamlaka zile ambazo tumezisoma kwenye Efeso 6 kwamba tunapigana na hizo. Kwa hiyo lazima uelewe vita vyetu vinatokea wapi. Si mnaelewa watumishi wa Mungu? Sisi hatupambani na shetani hivi. Njoo rafiki yangu. Sasa hapa mtajua wenyewe. Huyu sio shetani wala mimi sio shetani. Tujaribishe tu.
Tuko pamoja? Sisi na shetani hatupambani hivi. Lazima muelewe vizuri. Sawa? Mnanielewa? Amen. Mnanielewa? Amen. Kwa jina Yesu wewe shetani. Sasa Yesu alichokifanya ni hiki. Alivyoshuka, simama tu. Alivyoshuka, labda hizi ndio enzi na mamlaka na nini za giza. Tuko pamoja? Akazigongomelea msalabani, akazivunja, akadissolve. Tuko pamoja? Usiondoke. Akavunja enzi na mamlaka zote, akamvunja shetani, sawa? Na mamlaka zake. Mnanielewa? Ninaposema shetani namaanisha magonjwa. Ninaposema shetani namaanisha dhambi. Ninaposema shetani namaanisha vifo na mauti. Namaanisha mambo mengi ambayo yako kinyume na Mungu. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Alipozivunja enzi na mamlaka Yesu, hizo enzi na mamlaka zikawa kama hayo maji. Hayo maji umeona? Umeona hayo maji? Asante. Ndio maana Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Anasemaje? Kwa kusudi hili Mungu alidhihirishwa ili aweze kuzivunja kazi. Sasa lile neno kuzivunja Kigiriki ukilisoma anamaanisha kudissolve, kuparalyze, yani kutokubakiza chochote. Si mnaelewa watumishi wa Mungu? Kwa Yesu Kristo, ulishakutana na mtu ambaye ameparalyze, anasikia maumivu asikii, mkono anaweza kainua hawezi. Kwa Biblia inasema alizidissolve, aliziparalyze hizo nguvu za giza. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa ambalo ni mimi na wewe. Sasa Biblia inasema hivi, Yesu akazigongomelea msalabani hizo enzi na mamlaka. Twende wa Efeso sura ya 1. Kuanzia mstari wa 18. Muda wangu unakimbia sana. Wa Efeso 1:18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Kama kuna dekio shemasi mmoja anaweza kutusaidia akafuta, baadaye tusije tukawa na shughuli mtu akaloana bahati mbaya. Naanza wa Efeso 1:18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Angalia vizuri. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Utajiri wa utukufu wa urithi wake. Yaani hata Paul mwenyewe alikosa maneno ya kuconstruct kuweza kuleta maana iliyokusudiwa. Sababu kinachoongelewa ni urithi. Lakini kwenye urithi kuna utukufu mwingi. Na kwenye utukufu kuna utajiri mwingi wa utukufu. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Huo utukufu, huo urithi uliopewa uko ndani yako. Kuna utukufu mwingi wa urithi uliopewa ndani ya Kristo. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Haitoshi tu kutokuwachukia watu. Unatakiwa kuna utukufu mwingi ndani ya pendo. Kuna pendo lina dimension nyingi. Lazima uingie katika utukufu mwingi wa urithi wa upendo ulionao. Utajiri wa mali na fedha vyote. Hautoshi tu kuwa na vigari viwili vitatu. Wekeza sana, endelea. Yaani ndio anachomaanisha urithi huo, utajiri. Kiamani, kwenye tabia zote za kimungu. Sasa Biblia inasema hivi. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu na uweza wake. Angalia 20. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Wangapi wanajua Yesu amefufuliwa? Yuko mkono wa kuume wa Mungu. 21. Juu sana kuliko ufalme wote. Angalia vizuri. Nakupa shule hiyo. Na mamlaka na nguvu. Kwa Yesu yuko juu sana kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Angalia 22. Kwa nini Yesu yuko juu ya vyote? Kwa nini basi? 22 jibu linakuja. Anasema hivi. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa watu wengi humu ni wataalamu wa kuimba, Bwana Yesu hakuna kama wewe, ni kwa Yesu tu kuna upendo wa kweli. Upendo wa kweli ni kwa ajili yako. Yaani wewe uwapende watu kwa upendo wa kweli. Si mnanielewa watumishi wa Mungu? Bwana, mbinguni hakuna kilio, mbinguni kuna amani. Yaani ni hivi, Yesu alishinda kifo na mauti ili hiyo amani wewe uishi hapa duniani kwanza kabla ya kwenda mbinguni. Ndio maana anasema kwa ajili ya kanisa. Si mnaelewa watumishi wa Mungu? Unamwambia Mungu, Mungu unaweza yote, kwa hakuna stress. Ni hivi, umeokolewa ili usiwe na stress hapa duniani. Stress ni msongo mawazo.
Ndio maana ukapewa Roho Mtakatifu, usiwe na msongo mawazo. Biblia inasema huyo Roho atawafundisha watie kwenye kweli. Kama una msongo mawazo, hujakaa vizuri na huduma ya Roho Mtakatifu. Afu anasema atawafundisha, atawaonyesha mambo yaja. Ni Wakristo pekee waliookoka ndio ambao hawatakiwi kuishi kwa surprise hapa duniani. Hatujui ya kesho anayajua Mungu. Subiri, umepewa Roho Mtakatifu yajue ya kesho bosi. Si kama unanielewa mtumishi wa Mungu? Na nimekuja kumhubiri huyo Roho wa Mungu kwamba aliyeko ndani yako, ujue namna ya kufellowship naye, ujue namna ya kuhusiana naye, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Unanielewa watumishi wa Mungu? Anasema kwa ajili ya kanisa akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Yesu ni kichwa. Subiri jamani, mimi si mnaniona hivi? Yesu ndio miguu, iko kwenye kichwa, ipo kwenye mwili kiwiliwili. Kama sisi ni mwili wa Kristo na vyote ameviweka chini ya miguu yake, manake shetani na mambo yake yote yako chini yetu sisi kama kanisa. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Kama unajisikia kupiga makofi, unampigia tu Yesu. Yaani ibada ya leo haina sheria. Sasa watumishi wa Mungu, vitu vyote Yesu alivifanya kwa ajili yetu, amezivunja enzi na mamlaka. Nikusomee kabisa wa Efeso 2 nikumalizie hapo, alafu tuendelee na kitakachoendelea. Efeso 2 kuanzia 1. Inaendelea hapo hapo. Tena anasema hivi, subiri, hiyo Efeso 1:23. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake yeye anayekamilika kwa vyote katika yeye. Maana sisi ndio tunamkamilisha Yesu hapa duniani. Amen. Kwa unapomsifia Yesu wewe ni wa upendo, maana yake upendo unaanzia kwenye kichwa mpaka kwenye mwili. Maana yake mimi nina upendo. Mimi sichukii watu. Kama unaona unachukia watu, jifunze, rudi kwa neno la Mungu uanze kuona. Biblia inasema kwenye Warumi 5 sura ya 5, pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Hatujatupiwa pendo, tumemiminiwa. Unajua kumimina? Yaani kumimina unasandikiza. Kwa mimi nina pendo jingi sana kuliko chuki ambayo inaweza nikawa nayo. Ninapomaanisha mimi namaanisha wewe uliokoka. Una pendo jingi mno ndani yako kuliko chuki unayochukiaga watu. Siku kiamua. Ndio maana anasema kwenye Efeso sura ya 3 kuanzia mstari wa 18. Anasema hivi, ili mpate kujua jinsi ulivyo urefu na upana na mapana na kimo na nini, na kujua sana upendo wa Mungu upitao fahamu. Subiri. Kuna fahamu za aina mbili hapo. Kuna upendo wa Mungu kujua sana. Kuna aina ya knowledge hapo, epignosis. Kujua sana, gnosko. Kujua sana upendo wa Mungu upitao fahamu. Kwa hiyo upendo wa wanadamu uko kwenye fahamu, inaitwa gnosko. Inaitwa gnosis, scientific knowledge. Yaani hivi namuona nampenda. Upendo wa Mungu sio hivyo. Anasema hivi, upendo wa Mungu upo kwenye knowledge nyingine ya aina ya juu ambayo wanayo walio na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiwa kwenye knowledge ya aina ya juu, hapo ndio kuna upendo unaopita tafsiri ya upendo mwingine wa kawaida, gnosis. Sasa huo ulikuwa ni mfano tu kwenye upendo. Nilikuwa nasema sisi tunamkamilisha Yesu. Efeso 2, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Umeona? Kwa lile anga nililowaambia mwanzoni, shetani alivyotawala akawa na uwezo wa kuingiza mawazo ndani ya watu. Watu nitakufafanulia baadaye utaona. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia watoto wa hasira kama hao wengine. 4 mstari wa 4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake. Mungu kwa kuwa ni mwingi wa nini wapendwa? Kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa, angalia sasa mstari wa 6 ndio konki master. 6, akatufufua pamoja naye, angalia vizuri, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake. Kwa hiyo lazima uelewe vita tunaopigana. Ndio maana nimesema hatupigani hivi. Sisi tumeketi juu sana pamoja na Kristo. Yesu alisema hivi kwenye Yohana 14, bado kitambo kidogo amnioni, bado kitambo kidogo mtaniona. Naenda kwa Baba kuandalia mahali. Watu wanafikiri ni usiku anarudi mara ya pili. No. Ni Yesu alikuwa ajafa na kufufuka. Alipofufuka, Biblia inasema tumefufuka pamoja naye. Tuko kule kwenye ile pale mahali alikosema. Si mnaelewa watumishi wa Mungu? Sasa watumishi wa Mungu naomba mnielewe vizuri.
Usipojua hii shule utaonewa sana na dunia. Utaonewa sana. Asubuhi utafumuliwa na magonjwa, asubuhi, mchana utafumuliwa tena, jioni utafumuliwa na magonjwa, utafumuliwa na stress. Kila sehemu itakuwa ni mambo. Yaani wewe utakuwa unaona kama hauna tumaini hapa duniani. Nielewe vizuri. Yesu alisema hivi, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, tayari hapo. Akasema naenda kuandalia mahali. Sio kwamba anaenda kutuandalia afu tunamsubiri anarudi siku ya mwisho. No, siku ya mwisho atarudi, ni sawa. Lakini alichomaanisha ninaenda kuandalia mahali. Kwa sababu Adamu alipoumbwa, mnielewe vizuri wapendwa, hapa chini ndio duniani, sawa? Kwenye ama miguu, sawa? Hapa ndio duniani. Alafu kwenye hapa katikati hapa ni nafsi. Kwa dunia inakontroliwa kutokea hapa kwenye nafsi, sawa? Adamu alipoumbwa na Edeni walikuwa hapa kwenye nafsi. Shetani akaja akachukua. Biblia inasema mtu akawa nafsi iliyo hai. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 45, anasema Adamu wa kwanza akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Kama walivyokuwa wale wa kwanza ndivyo walivyo wale wa pili tunaotokana na Yesu. Angalia, kuna mahesabu mawili ya Adamu hapo. Adamu wa kwanza kwenye Mwanzo 1:26 Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Wakaumba mwanaume na mwanamke. Kwa mwanaume na mwanamke tuliumbwa siku hii katika roho. Katika roho kwenye Mwanzo 1:26. Ukienda Mwanzo sura ya 2, Biblia inasema Mungu akamfanya mtu na mavumbi ya ardhi. Sasa pale Adamu ndio akatangulia. Kwa sisi tumewatangulia wa mama. Tuko pamoja? Kuwa physical. Kwenye mavumbi ndio maana lugha ikabadilika. Tuliumbwa pamoja, lakini kwenye kufanywa formation akitangulia Adamu. Biblia inasema alipopuliziwa ile pumzi kwenye ile mwili akawa nafsi iliyo hai, akaingia kwenye dimension nyingine, kwenye ulimwengu wa anga ule ambao tulisema tutatawala. Unaelewa? Ulimwengu wa anga uko hapa. Ndio maana unaweza ukaamka asubuhi ukasema nivae nguo gani? Nivae nguo ya blue. Kilichovaa nguo ya blue sio mwili. Kilichovaa nguo ya blue ni kwenye anga. Ulianza kuwaza. Uongo ukweli? Wapendwa, uongo ukweli? Na wafundisha vita ya kiroho jinsi ilivyo. Mimi suti nilianza kuivaa pale hapa. Sasa hapa shetani alikuwa amepatawala hapa. Yesu alipokuja, subiri nikuonyeshe. Yesu alipokuja akashuka chini. Akaenda down. Akafumua. Akarudi juu. Akaweka huru mambo hapa juu. Unanielewa watumishi wa Mungu? Akarudi hapa. Akafumua, akateka enzi na mamlaka zote, kwa sababu enzi na mamlaka za giza zote ziko hapa. Hapa juu ndio yuko Mungu mwenyewe, mzee baba. Sawa? Adamu mara ya kwanza hakuwa hapa. Sisi wa Agano Jipya alipotufufua pamoja naye, Biblia inasema akatuketisha juu sana. Ukisoma Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 12, anaongea hicho kitu. Kwa maana anasema hivi, yeye aliyeshuka chini sana ndio aliyepaa juu sana zaidi ya mbingu zote, ili apate kuvijaziliza vitu vyote. Sasa Biblia inasema tumeketisha pamoja naye pale juu. Sasa sisi tumefufuliwa, tuko hapa. Mtu ni roho, ana nafsi na anaishi kwenye mwili. Roho zetu ziko hapa kwenye makao. Tuko pamoja? Kitakachofanyika siku ya mwisho ni mwili wako kuvaa kutokuharibika. Unavaa mwili wa kiroho, ndio unajiona uhalisia wa kiroho. Ndio maana anasema hivi Yohana kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuite wanawake. Bado haijadhihirika itakavyokuwa siku hiyo, lakini tayari sisi tuko wana. Kwa siku hiyo kitakachotokea ni kudhihirika kwa macho haya jinsi tulivyo ndani. Unanielewa watumishi wa Mungu? Sasa Mungu akatukatisha hapa. Vita yetu tunaipigana kutokea hapa. Shetani na malaika zake walikuwa hapa na wako hapa. Tuko pamoja? Ndio maana anaitwa mfalme wa uweza wa anga. Sasa Mungu Yesu alipokuja akavunja hizi enzi na mamlaka hapa, japo zinafanya kazi kwa udanganyifu. Biblia inasema muwe na uwezo wa kuzipinga hila. Kwa shetani anafanya kazi kwa hila, kwa uongo, kwa strategies. Unanielewa watumishi wa Mungu? Nikiamua kuplani uongo mpaka unaweza kunikubali. Naweza nikaja, mzee, habari? Unavyoniona hapa nimetoka kwenye wizara ya mambo ya ndani, na ninavyokuona ni mzee wangu, wewe uko vizuri. Nimesikia una kiwanja Kigoma. Sasa nataka nikusaidie kile kiwanja, tunaweza tukakiongeza ukajenga sheri pale. Ukaniamini, Afrika kwambia sasa kwa kuanzia nipe tu kama milioni 3 kwanza au 5, nitakusaidia. Watu wengi wameingia mkenge au hawajaingia mkenge? Sasa shetani ndio waga anafanya hivyo. Hana lolote, anakuja sasa kufanya hila. Hila ndio kama hizo. Sasa Biblia inasema hivi, sisi tuko hapa. Ndio maana nikakwambia atupigane na shetani hivi.
Sisi tunapigana kutoka hapa. Kwa hiyo unapiganaje? Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema akawapa uweza na mamlaka. Uweza ni authority. Authority inatokana na ufahamu wako, revelation juu ya Mungu uliye naye. Ufunuo wa Yesu Kristo. Mamlaka inatokana na kuzaliwa. Kama mimi ni mtoto wa mchungaji, ile kuzaliwa tu na mchungaji, nipo kwenye mamlaka tayari ya mchungaji. Yaani nina mamlaka ya mchungaji. Naweza kukwambia mimi ni mtoto wa mchungaji. Mchungaji ameniagiza unipe shilingi 10,000 atakurudishia Jumapili. Tuko pamoja? Hiyo natembea kwenye authority kwa sababu ni mtoto wa mchungaji by birth. Kitu kingine kitakachonisaidia nitembee kwenye hiyo mamlaka ni mahusiano yangu na yeye na jinsi ninavyomuelewa. Kwa hiyo hiyo authority inatengenezwa na ufunuo wa Kristo. Kadri ufunuo wa Mungu unapokuwa mwingi kwako, kadri ufunuo wa neno la Mungu unapokuwa mwingi kwako, ndio unatembea kwenye mamlaka. Nguvu aliyoisema Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, akasema mtapokea nguvu, dunamis. Alibadilisha neno pale, anamaanisha hivi naenda haraka sana au nakimbizana na muda hivi, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Pale alimaanisha nguvu yenye kufanya mabadiliko ambayo inakaa ndani yako, ambayo ukiongea kitu kinakuwa. Ndio alimaanisha hiyo sasa, ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa kuna mamlaka inaletwa na ufunuo wa neno la Mungu, nguvu inaletwa na Roho Mtakatifu, na kadri utakapokaa kwa kumsikiliza Roho. Sasa vita vyetu tunavifanyia kutokea hapa. Kadri unapokuwa na uelewa mwingi sana kuhusu mbingu. Ndio maana Wakolosai 3 inasemaje kuanzia mstari wa kwanza? Inasema ikiwa umefufuliwa pamoja na Kristo, yatafakarini sana yaliyo juu. Kwa sababu ukiyatafakari yaliyo chini utaishi kiboya bosi. Alafu wewe ni conky master kutoka juu. Si mnaelewa watumishi wa Mungu? Biblia inasema hivi, ili usiishi kiboya hapa duniani, yatafakari sana kule juu uliko sasa hivi. Sio utakakoenda Yesu akirudi, no. Kitakachofanyika kwenye Yesu kurudi, utabadilishwa mwili. Si mnaelewa? Tuko kule tayari bosi, waimbaji nyie. Sasa Biblia inasema hivi, siku hiyo kitakachobadilisha ni mwili, asemi roho, kwa sababu roho zipo tayari kule. Ndio maana ukiwa mtu wa maombi sana, unajishangaa unakuwa na nguvu ya kuoperate kutokea mbinguni. Uongo kweli? Ukiwa mtu wa neno sana, unajiona kama haupo duniani, mambo ya dunia kama hauyataki. Kwa nini? Kwa sababu hauko duniani. In fact ni kwamba hauko duniani. That is fact. That is reality. Niseme hivyo. Hiyo ndio kweli. Alafu fact inakuonesha kwamba uko duniani. Ndio maana Biblia inasema hivi, tumetolewa kutoka kwenye makabila yetu. Sasa sisi tunapigana kutokea kule. Kadri unavyokaa kwenye huduma ya neno sana na maombi sana, kumtii Roho Mtakatifu, ndipo uhalisia wako wa hapa juu utakuwa mwingi kiasi kwamba hapa utawapiga hawa, na hapa chini utajikuta unaishi kwa mamlaka, kwa sababu hapa kucontrol. Mmenielewa mfano? Kama umenielewa mfano, hichi ndio kilichonitoa Mwanza kuja Dar es Salaam kuwahubiria. Kama umenielewa hiki, hautakuwa wa kawaida bosi. Hapa hakunaga magonjwa. Ndio maana anasema hivi, wale watakaoamini na kubatizwa wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapo. Ukishaokoka umepita level ya kuumwa, umepita level. Standard yako ni kuwaponya wengine. Sasa ukijaa neno na ukajaa Roho Mtakatifu, utagundua afya yako haitokani na chanjo uliopigwa utotoni. Afya yako inatokana na Mungu, divine health. Hapa hakunaga kufa. Ndio maana ukiamua haufi. Sana unaweza ukajichelewa. Ukitaka kufa unaweza ukachelewa. Paulo alijua hiyo siri, akasema hivi, subiri, Paulo alisemaje? Aliwaambia wa Filipi, inaniwia vigumu, sijui niondoke au sijui nibaki, lakini kwa sababu yenu unachagua kufa yani sijui mnanielewa watumishi wa Mungu. Uliokoka unakufa kwa surprise. No. Sijui nibaki. Kwa sababu gani? Paulo alikuwa na ufunuo mkubwa sana juu ya uzima. Mtu mwingine aliyekuwa na ufunuo mkubwa ni Yohana Mbatizaji. Wanakata mikono inarudi, wanamweka kwenye pipa la lami, anaibuka jamaa. Kwa sababu gani? Sisi ni immortals. Sasa ninapokufundisha kuwa hodari katika Bwana, maana yake kuwa hodari katika kukaa kwenye huduma ya neno. Baba Mungu amempa hekima hapa, anafundisha neno Jumatano, Jumapili, pengine na mtandaoni. Kaa kwenye huduma ya neno, sikiliza neno, huko ndiko kuwa hodari. Siko pamoja? Unaposikiza neno unajielewa hapa, uko hapa, uhalisia wako wa hapa ukoje. Hatua kwa hatua, yanaweza yote yasitokee kwa siku moja, lakini hatua kwa hatua. Ndio maana anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue utajiri mlionao wapi? Ndani, sio mbinguni. Yoyote unayotaka yote hayako mbinguni, yako hapa. Huku. Jipige yamo humu, sema yamo humu. Wapendwa wengine mjipigipigi.
Nimesema jipige, sema yote nayo nataka yamo huko. Sasa jiulize, kuyatoa hapa unayatoaje? Unayatoa kwa Roho Mtakatifu. Wapendwa, kitu kingine Roho Mtakatifu akikujaza na kufanya kuwa hodari ni kwenye eneo la maombi. Utajikuta Roho anakupeleka sana kwenye maombi. Maombi ni nini? Maombi ni kuwa hai katika ulimwengu wa roho. Yesu anasema katika kitabu cha Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza, anasema imewapasa watu wote kufanyaje? Kuomba hata wasikate. Kwa kinyume cha maombi sio kutokuomba. Kinyume cha maombi ni kufa. Kinyume cha maombi ni kuzimia. Kinyume cha maombi ni kukata tamaa. Biblia ya Kiingereza inasema all men ought to pray and not to faint. Watu waliokwisha zimia watakwambia wanapumua lakini hawajui kinachoendelea duniani. Conscious zao zimekufa. Kwa kama wewe sio muombaji unapumua, yani uko kwenye Ukristo, is true. Lakini conscious yako haipo, hujui kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Unashangaa mtoto wako kesho kafariki. Bwana ametoa, hajatoa Bwana, ujinga wako ndio umesababisha mtoto atwaliwe. Kwa sababu haukuwa macho. Pengine ungekuwa macho kwenye maombi, Bwana angekuonyesha wiki ijayo mtoto wako atakapovuka shule, atataka kwenda shule, kuna namna inataka kutokea ajali. Subiri niwaambie wapendwa, haya maisha ya kiroho ni halisi. Sio story boss. Hatujaokolewa tuje tufanye story duniani hapa. Sisi ni viumbe vipya. Tumeokolewa tuthibitishe uhalisia wa Mungu hapa duniani. Ndio maana kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 inasema kila aliyezaliwa na Mungu ndio anaushinda ulimwengu. Watu wote ambao hawajaokoka wote hawajaushinda ulimwengu. Alafu anasema kinachoshinda ulimwengu ni nini? Ni imani yetu. Imani yetu ni nini? Anasema pale juu, kila aminie kuwa Yesu ni Kristo. Kristo ni nini? Kristo ni Mungu katika mwili. Kwa unapoamini hii hesabu ya Mungu katika mwili, wewe ndio unaishi kibabe hapa duniani, kwa sababu wanadamu wote ni wanadamu. Kwa sababu unapoamini kwamba Yesu ni Kristo, maana yake Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Sasa hii kuokoka ni nini? Kuokoka ni Roho Mtakatifu kujumlisha mwili wa wanadamu. Narudia. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni Roho Mtakatifu kujumlisha mwili wa wanadamu. Kwa Roho Mtakatifu kujumlisha mwili wa wanadamu inasababisha mtu anaitwa nani? Kiumbe kipya. Au anaitwa nani? Mwana wa Mungu. Au anaitwa nani? Kristo. Boss, hiyo ndio shule ya kuokoka. Ndio maana Yesu akamwambiaje Petro, juu ya mwamba huu, mwamba gani? Ambao ni Kristo, nitalijenga kanisa. Hakuna kifulambute cha kuzimu kitakacholiweza. Wapendwa, nyewe msikubali kuwezoezwa kirahisi katika jina la Yesu. Nimetumwa kukwambia wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni kiumbe kipya. Simama hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Alafu uone utakavyoishi. Haya maisha naongelea sio ya kanisani, naongelea maisha ya kila siku, kazini kwako, nyumbani, wapi. Wakati wengine wamekata tamaa, wewe unatakiwa uwe jibu. Uambie lakini yupo Yesu. Siku hizi ndoa za siku hizi zinakaa miaka 3, baada hapo unaanza kumwona mume wako kama mnaanza kuishi kama kaka na dada. Kaka na dada, Biblia inasema hivi, tunatoka upendo hata upendo. Tunatoka nguvu hata nguvu. Yaani ukishaokoka sheria inabadilika ya maisha. Ukisoma Warumi sura ya 1 anasema hivi, sheria ya roho wa uzima imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti inafanya kazi ya kurudisha vitu chini. Ndio maana usipopanda kitu kwenye ardhi itaharibika, yataota mavitu ambayo yatakiwi. Uongo. Ukitaka upate sheria ya roho wa uzima lazima uoteshe vitu, uvifuatilie sana. Kwa kwenye ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Tuko pamoja? Ukishaokoka sheria yako, sheria inayofanya kazi duniani, ndoa zinaanzaga, zinaenda, zinakufa. Biashara zinaanzaga, zinaenda, zinakufa. Maisha yanaanzaga, yanaenda, yanarudi chini. Hiyo ndio sheria inayofanya kazi duniani baada ya dhambi kuingia. Yesu alipokuja alikuja na sheria mpya. Utapata kitu kidogo chepesi kama funguo nini ambacho unaweza kukirusha juu. Hamna funguo. Peni, sawa. Asante boss. Angalieni. Sheria inayofanya kazi duniani ni sheria ya nguvu ya mvutano, sawa? Nguvu ya mvutano, gravitational force. Kwamba nikirusha kitu lazima kitarudi chini. Hii ni sheria ya kawaida tu ya mwilini, sawa? Sio hata kiroho, kawaida tu ile. Sasa akaja mtu akasema hivi, no. Mimi nataka ninyanyuke kwa kutaka kwangu, sawa? Nikae juu kwa masaa ninayotaka mimi, alafu nitue nikishuka mimi. Akaja na sheria inaitwa nini? Aliyetengeneza ndege alikuja na sheria inaitwa nini? The law of. Jamani, hatuna wasomi umote huko. Wewe Mapinda, si tumesoma wote darasa moja. Inaitwa sheria nini? Sheria inayofanya ndege ikae juu. Maana yake nini? Huyu aliyekuja na hii sheria ya ndege
halizidi nguvu sheria ya mvutano ya kurudisha vitu chini. Mnanielewa? Haya, kwenye maji, ukiweka kitu kwenye maji lazima kifanyeje? Kizame. Lakini akaja mtu inaitwa the law of nini? The law of flotation, kwamba nina uwezo wa kukaa juu ya maji kwa muda ninaotaka mimi, sio kama unavyotaka wewe maji. Sawa? Kwa nitatoka hapa mpaka Dubai ninavyotaka mimi. Sasa ndivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho. Sheria ya dhambi na mauti inakufanya ndoa yako irudi nyuma ife, biashara yako irudi kama nyuma inataka kufa, maisha yako ya kiroho kama yarudi nyuma yakitaka kufa. Unaanza vizuri kupendana na familia yako, baadaye unaanza kuhisi kama upendani. Kwa sababu gani? Kwenye ulimwengu wa roho, uko kwenye anga, sheria inayofanya kazi ili kutuma watu dunia, kutuma vitu duniani ni sheria ya dhambi na mauti. The law of diminish inarudisha kila kitu chini, ndoa zirudi chini, biashara zirudi chini, maisha ya kiroho yarudi chini, kila kitu. Yesu alipokuja, alikuja na uzima tele. Alikuja na inaitwa sheria ya roho wa uzima. Sasa roho wa uzima anafanya kazi ukimpata Roho Mtakatifu. Na anafanyaje kazi? Kupitia neno la Mungu na kupitia maombi na vitu kama hivyo. Ndio maana unatoa kikumi. Kwa nini unatoa kikumi? Kwa sababu sheria zote duniani ni kurudisha uchumi chini. Wewe unatoa kikumi kwa sababu sheria ya kikumi inaivunja sheria ya kurudisha vitu chini, ili sheria yako itoke juu, una maisha yako ya uchumi yawe juu. Si unaelewa, tumishi wa Mungu? Sasa maombi na neno la Mungu ni vitu vinavyo ambavyo Roho Mtakatifu anakuwezesha uweze kuvitumia kubaki pale juu kwa muda unaotaka wewe. Wapendwa, huu ndio wokovu. Siseme tutapitia changamoto, no. Kwenye changamoto hapo ndipo Biblia inatufananisha sisi na tai. Biblia inasema wamngojeao Bwana watapaa kama nini? Subiri nikwambie wewe hesabu. Tai waga anaenjoy sana mawimbi. Tai kwenye mawimbi anaachilia mabawa hivi, anapepea, maana yake anafurahia kukiwa na changamoto. Kuna wakati kama Mkristo, ili ukue, ili uende juu, chakula pekee unachotakiwa ule kinaitwa nini? Majaribu, mapito. Acheni kulialia. Bwana Mungu, mbona umeniacha? Haujakuacha, kula. Kula ushibe, kwa sababu huwezi kupita, yani kuna mazingira huwezi kupita. Simanaelewa, tumishi wa Mungu? Wapendwa vijana, tena vijana nisikilizeni vizuri, sababu vijana mnajitetea sana, na mimi ni kijana bado actually. Acheni kujitetea kwa mambo ya kijinga. Biblia inasema nimwandikie ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na ndani yenu mmejaza neno. Tuko pamoja? Ukienda kusoma Zaburi 119, Daudi anasemaje? Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno nisikutende nini? Kwa hiyo dhambi sio lazima kutenda. Utashangaa watu wanakuambia, unajua siko duniani. Kwa dunia leo hata Yesu angetenda dhambi, hakuna cha Yesu kutenda. Mimi acheni ni Yesu abaki mbinguni achili. Mimi hapa duniani natakiwa nimwakilishe nisitende dhambi. Kwa hiyo neno la Mungu ni sin proof, kama ambavyo hii sani, tukisema hii sani waterproof, maana yake hata ukiingiza kwenye maji hayaingii ndani ya saa. Kwa neno la Mungu alivyosema kwamba nimeliweka ili sikutende dhambi, maana yake neno la Mungu ni sin proof. Inasababisha dhambi isiingie. Unaishi hapa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4, sura ya kwanza mstari wa kwanza pale juu, na hata kwenye Tito 2:11 anasema, kuna neno anatumia vizuri sana. Anasema hivi, neema inatufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za dunia, na tuishi kwa utauwa na kiasi katika dunia hii ya, nalipenda hilo neno, katika dunia hii ya sasa. Na kwenye Wagalatia anasema hivyo, katika ulimwengu huu wa sasa. Maana anamaanisha ulimwengu wa sasa una mataputapu mengi, lakini unaweza ukaishi kikonki master katika jina la Yesu. Kwa sababu wewe ni kiumbe kipya. Kwa hiyo namna gani unakuwa hodari katika Bwana? Ni kwa kujaa Roho Mtakatifu. Unajaje Roho Mtakatifu? Kama ulivyoombewa ukajaa mwaka 80, ukajaa mwaka jana, ukajaa wiki hii, na leo tutawaombea watu mtajaa Roho. Unaendelea kuacha hodari kupitia huduma ya neno la Mungu na huduma ya maombi. Kaza hizo huduma na huduma ya utoaji. Kaza sana. Si mnaelewa, tumishi wa Mungu? Sisi ni majitu. Hatujatumwa kwenda kulalamika huko mtaani. Walalamike wao na sisi tulalamike. Nani nijibu? Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 22 mstari wa 30, Mungu alitafuta muombezi, akakosa, akaliangamiza taifa kwa sababu amekosa mtu huyu. Unafikiri walikuwa watu waendi kanisani? Walikuwepo. Maana yake ni kama leo Mungu anaweza akatafuta akakosa, akaangamiza taifa kwa sababu ya mtu huyu hayupo anayejilipua. Bosi, mimi na wewe leo tuamue kujilipua katika jina la Yesu. Ufanikiwe sana. Ufanikiwe katika jina la Yesu.
Kwa sababu na mimi nimesoma uandishi wa habari, na kubariki ukasome nje ya nchi katika jina la Yesu. Utapata scholarship za kwenda kusoma nje ya nchi katika jina la Yesu. Amen. Asante. Wapendwa, mnanielewa? This is the gospel. Ndio maana ikaitwa habari njema kwa masikini. Masikini hahitaji kufarijiwa. Hakuna pole. Mwanzo mpaka Ufunuo hakunaga pole. Mungu hajawahi kutoa pole. Mungu anasema jipe moyo, songa mbele. Hakuna pole mwanzo mpaka Ufunuo. Unasubiri pole boss? Jipe moyo, songa mbele, simama kiume, acha kukaa kike. Sisemi gender. Unaweza kuwa mwanamke lakini usikae kike. Na kuna mwanaume anaweza kaa mwanaume likakaa kike. Ninasema attitude, namna unavyotazama mambo. Biblia inatufananisha na simba, haitufananishi na sungura. Angalia wanyama wote tuliofananishwa nao kwenye Biblia. Simba, tai, wote ni makonki. Sasa Biblia inasema katika Isaya 40 ile, inasema wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai. Subiri nikwambie hiyo hesabu. Kumngoja Bwana ni nini? Kumngoja Bwana unamngoja katika maombi. Unapokuwa unaomba ndio kumngoja Bwana. Unapokuwa unasoma neno, unajipangia ratiba yako. Mimi nitapunguza movie. Kama unapenda sana movie, unasema nitaangalia 2 kwa wiki au 3, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Siku zingine zote nakula neno. Mnielewe vizuri. Kuna level za kusoma neno na kula neno. Zaburi sura ya kwanza anasemaje? Kabla ya kusema kwamba atakuwa kama mtu uliopandwa kati ya vijito, kuna kitu anakiongea. Anasema hivi, ambao sheria ya Bwana ndio impendezayo, sio aisomayo. Kuna level, ukiwa kwenye level ya kusoma neno upati vitu. Kuna level ya kula. Yeremia 15:16 anasema hivi, neno lako lilionekana kwangu ni kalila, afu neno lako likawa afya mifupani mwangu. Brother, wewe sister, wewe mama, kama umekata tamaa, anza kuwazoesha basi hata watoto wako kula neno. Tuko pamoja wazazi? Unampeleka mtoto tuition 5 ili apate akili. Daudi aligundua hicho kitu kwenye 119 Zaburi mstari wa 66, akasema nifundishe akili na hekima. Utampeleka kwa mwalimu Asumani, akitoka anaenda kwa mwalimu Juma, akitoka anaenda kwa mwalimu Yohana, bado mbumbumbu. Anza kumpa skuli ya neno uone. Mwezi mmoja miwili akili inaanza kurudi mtoto. Mlazimishe kariri mistari, kariri. Kwa sababu gani? Kwenye neno kuna akili ya Mungu. Sasa wapendwa, muda umeniishia. Mtaniongezea dakika chache kidogo. Haleluya. Wapendwa, nimetumwa kuwaamsha. Na ili mje muhakikishe kama nimetumwa na Mungu kuja kwenu. Kuna vitu mtavifanya ambavyo Mungu atavielekeza kupitia mchungaji. Hapa miezi hii. Ishara mojawapo mchungaji itakayotokea, uchumi wa kanisa utapanda. Kuna yakifuatwa maelekezo, kuna maelekezo. Mtaona. Hiyo ni ishara tu. Ndani kwanza miezi mitatu mingi, mkitest yale maelekezo hata mwezi. Wakati nimekuja hapa juma ngapi, nimepambana na roho kali sana kwenye hili anga. Sikukwambia tu, wewe tulikuwa tunatembea wote kwenye gari. I know, I fought. Mimi na neema ya kitume. Sasa mitume tumepewa, moja kati ya neema tuliopewa ni ya kuona kwanza, alafu ya kupambana, kwa sababu tuko front. Tunasaidiana yani. Unajua ufalme wa Mungu ni kusaidiana. Sasa na moja kitu nilichopewa cha maelekezo, tunatakiwa muendeleze moto wa maombi sana. Sijajua mtafanya kwa namna gani. Inawezekana mkao mnakutana kila siku jioni, hata kama wakija watu 3. Sasa sisemi kwamba iwe hivyo. Pastor Mungu atasema naye kwa namna. Kama ipo basi iendelee. Kama ilikuwa imeanza kupungua iendelee. Wapendwa, nawaambia huu ni mwezi wa ngapi? Fanyeni hiyo ratiba muone. Huu ni mwezi wa 7. Fanyeni mpaka kufikia mwezi wa ngapi mtaniambia. Mtakuja na shuhuda. Na hii semina ni semina ambayo ni ya kuvusha ili kanisa kwenda hatua kubwa, kwa sababu hili kanisa Mungu amewapa kazi kubwa, na moja kazi kubwa Mungu aliyowapa ni ya umisheni. Sijaongea na mchungaji ya mambo, ninaongea uhalisia sasa uliopo. Uwezo ukapeleka umisheni na shilingi 2. Ndio maana Mungu kitu kimoja atalikuza ili kanisa ni pesa. Mungu atainua madoni vijana. Sasa mkiinuliwa vijana msianze kutishiana. Nimemenya range. Unajua range yako ni mwaka 2019 au ni mambo ya kawaida tu. Fumua kazi ya Mungu, jenga kanisa huko. Toa milioni 100, jenga kanisa fast, kazi iende haraka. Si mnanielewa watumishi wa Mungu? Kwa sababu Mungu atainua vijana humu wenye pesa. Ongea pesa. Kuna tofauti ya hela na pesa boss. Hizo ni mbwembwe tu. Ni kitu kimoja. Nawaambia ukweli watumishi wa Mungu, mtaniambia baada ya siku chache. Anzeni na ratiba ya maombi kwanza. Kanisa lisizimike. Mungu alisema hivi kwenye ile hekalu, moto usizimike asubuhi jioni.
Washeni tu hata wajioni kwa mfano muone. Labda kila saa 12 mnakuja. Sisemi kama sheria, Mungu atasema na pastor kwa namna fulani. Na nafikiri pia alishasema naye. Mimi labda nakuja tu labda kuthibitisha. Sasa nawaambia hicho kitu kwa sababu moto uliowaka wiki hii na unaoenda kuwaka sasa hivi na uliokwisha anza kuwaka asubuhi wakati anaimba mtumishi wa Mungu, sio moto wa kulialia. Ni moto wa kuinuka kama jitu na kufanya kazi. Kuna watu nawatangazia hapa kwenye huu mstari huu, ndani ya siku chache, kama sio mwezi, miezi mingi, utaona umepandishwa cheo kazini. Hiyo ni ishara moja tu. Ishara moja tu mstari, ishara moja tu. Alafu ukipandishwa uje kutoa ushuhuda. Alafu muone sasa kwamba Mungu anawataka mtembee kama watu wenye akili. Sisemi hamna akili, ila muongeze frequency zenu, mjue kwamba tunatembea na Mungu ili kanisa. Sio mnanielewa wapendwa? Mnanielewa watumishi wa Mungu? Nataka tukajimwaye kwa Roho Mtakatifu kwa dakika chache. Au si fresh? Tunajifunza theory na practical. Uzuri wa Mungu ninachomkubali ni theory na practical. Ningehubiri kuhusu uponyaji hapa, watu mnapona hapa. Yaani hakuna cha unajua Yesu aliponya, sio Yesu mimi hapa. Yaani na maisha wewe. Yaani unahubiri theory na practical hapo. Watu mtabarikiwa, watu wanaanza kubarikiwa kweli. Hiyo ndio injili aliyosema Yesu. Paul lilijua hicho kitu, likasema injili yetu haikuajia kwenye maneno matupu, bali katika nguvu na uweza na uthibitifu mwingi. Na ili tuhubiri injili vijana sisi kwenye agano hili, sasa hivi dunia ilivyo mbovu hivi, hatuna haja ya kuleta philosophy. Watu wamesoma sana, wana mabachelor huko na manini. Sisi tunaleta uzima ambao ni Yesu Kristo. Na ndio nimemleta mchana wa leo Yesu Kristo. Ninasema hivi, ukiamini nguvu zake na uweza wake sasa hivi, uta experience maisha tofauti kuanzia leo katika jina la Yesu. Sasa tunakuaje hodari? Nimesema kwa kupitia nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakupeleka kwenye maisha ya maombi, maisha ya neno. Omba zaidi ambavyo ulikuwa unaomba. Panga muda wako, amka saa 9, amka saa 10. Kuna watu wengine Mungu anawaamsha usiku, mnaanza kuchat. Unajua siku hizi mimi usingizi unakata saa 9 tu. Yaani ukikata nakaa kwenye status mpaka saa 11. Shame on you. Roho Mtakatifu ametaka uhusiane naye. Kuna vitu akuelekeze. Uwezi jua pale shuleni umekusudiwa kuwa nani. Yamkini ukifaulu vizuri wewe ndio unakusudiwa uanze kuwa lecturer, baadaye uje uwe principal wa chuo ili usababishe hekima ya Mungu ienee kupitia wanafunzi. Kuna wakati mwingine huwezi kuwa na influence ya ufalme kama hauna influence ya nje. Ndio maana wakina Danieli walitakiwa wa nini? CV zao zilikuwaje? Nitafutie watu wazuri, handsome, watu wenye akili, watu waliokula shule. Maana yake kula shule kuna umuhimu wake, hata kama hujala kuna umuhimu wako. Kuna namna uwezi ukaingia kama una kigezo cha kimwili ambacho unakijua. Sasa ukishaingia pale usianze kututishia kwamba unajua mngesoma na nyie mngesoma nini. Fanya pale kile tulicho, muulize Mungu, hapa natakiwa nifanyeje ofisini? Natakiwa nifanyeje? Maana yake watu wasaidie wamjue Mungu pale, uhubiri injili ya kweli pale. Watu waache kuongea mambo ya ovyo ovyo, ila upate kufanya lile kusudi la Mungu alilokutuma katika jina la Yesu. Amen. Sasa kwa dakika 5, 6, 7, 8, kama haujawahi kujazwa Roho Mtakatifu, haujawahi kunena kwa lugha mpya hata siku moja, pita tu hapa mbele. Umekwisha jazwa Roho Mtakatifu, unahitaji maongezeko zaidi, utasogea mistari inayofuata. Hivi vitu tunaweza tukavisogeza kidogo, tukavibebanisha vichache. Samahani mchungaji kwa kuharibu utaratibu. Tubebanishe hivi viti vichache. Watu waje hapa wanaomtaka Bwana, tulie mbele za Bwana. Na kanisa lote yenyewe niwaambie tu tunamtaka Bwana. Nikwambie ukweli. Sasa kama hujawahi kujazwa, unataka ujazwe leo kwa mara ya kwanza, njoo mstari wa mbele kabisa hapa. Kama unahitaji maongezeko, tunaachilia. Pastor Epa, tuendelee ule wimbo wetu, tuendelee. Tufanye haraka. Kanisa lote tusimame juu. Nitaenda kukuombea na Roho Mtakatifu atakujaza. Nawaambia hivi, siku ya leo kuna watu mnahamishwa viwango. Kuna watu mlikuwa mmezoea sana kuja kanisani kama dini, ila kuanzia leo dini haitaendelea tena. Utamkuta Yesu halisi, utakutana na Yesu halisi. Ninatangaza ya kwamba Yesu halisi yuko hapa. Inua mikono yako juu, fumba macho kila mmoja. Wewe ndiwe Mungu wetu. Kanisa zima tumuinulie sauti zetu za shangwe Bwana tunapomwambia. Wasahili. Biblia inasema hivi, utukufu. Wakanena kwa lugha. Usiogope, usifikiri utapagawa kama pepo. Mungu. Utasikia tu msukumo wa kunena hiyo lugha kutoka ndani. Kuna wengine mtaanguka, wengine unaweza usianguke. Kwa hiyo ninaongea na nyewe watu wa mbele hapa.
utaona utaanza kupata msukumo wa kunena lugha usiyoijua. Anza tu kunena kwa imani, usiogope. Usifikiri Roho atakunenesha kama pepo. Pepo ndio linampagawisha mtu. Kwa hiyo utaanza kuona kuna influence kutoka ndani yako ya kuomba katika Roho. Utaanza tu kuomba maneno anayokupa Mungu. Utaanza na neno la kwanza, utaendelea na linalofuata. Ni yeye atakuwezesha, lakini unayenena ni wewe. Kanisa, inua sauti yako kwa Bwana. Bwana wastahili utukufu, wewe ndiwe. Kanisa, inua sauti yako kwa Bwana. Na nyinyi mliopita, imbeni kama mmetumwa, imbeni kama mmetumwa. Utukufu, wewe ndiwe. Yesu, 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 nakuona. Wastahili utukufu, kwani wewe ndiwe Mungu. Imba kwa ushindi, imba kwa ushindi. Imba kwa ushindi, imba kama umetumwa. Yes, yes. Watu wa Mungu, yuko hapa, yuko hapa. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Tunaenda kumwimbia tena kwa sauti kubwa. Tutaenda kumwimbia mara 7, na baada ya mara ya 7 utaona kuna nguvu kubwa inashuka. Usijizuie, wewe uliyekaa huko nyuma, usijizuie. Tutaenda kuzihesabu pasta. Baada ya mara ya 7 Bwana anaenda kutembea kwa nguvu kubwa. Mwana kwanza. Wastahili tukufu, wewe ndiwe. Sereke perisata, sereke tayada. Wastahili utukufu, wewe ndiwe. Sereke tayada. Wastahili utukufu, wewe ndiwe. Orendiva shata yadaba. Imba mara 4. Wastahili utukufu, wewe ndiwe. Mara ya 5 imba. Wastahili utukufu, wewe ndiwe. Yekoradaba. Mara ya 6. Wastahili. Kanisa imba. Kanisa imba. Kanisa imba. Yekota. Mara ya mwisho imba kwa nguvu. Bwana wastahili utukufu, wewe ndiwe Mungu wewe. Zereketikako. Naachilia moto sasa. 1, 2, 3. Moto wa Roho Mtakatifu unashuka sasa. Pokea. Mashemasi mwe karibu, kuna watu wataanguka, ameshaanza kuanguka wengine. Naachilia moto. Fire of the Holy Ghost. 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 Anza kunena hiyo lugha mpya anakupa Yesu. Yesu anajaza watu wake sasa. Yesu anajaza watu wake sasa.
Anza kunena hiyo lugha mpya nakupa. Anza kunena hiyo lugha mpya nakupa. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Fungua kinywa chako, anza kunena, anza kuomba. Anza kuomba, mwambie Yesu asante. Nijaze, nijaze, mwambie nijaze Yesu. Kuna watu wengine mmeanza kujaa. Unaanza kusikia kunena kwa lugha mpya. Anza kunena hiyo lugha. Nena hiyo lugha unapewa. Nena hiyo lugha unapewa. Kwa jina la Yesu. Power, 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 power of the Holy Ghost. 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 Zerika tayada basheti. Rapo zende keperisata. Ripande. Roho yuko mwingi sana hapa. Yuko roho mwingi sana hapa. Yuko roho mwingi sana hapa. Yuko roho mwingi sana hapa. Fungua kinywa chako. Ameanza kuwajaza watu. Ameanza kuwajaza watu. Ameanza kuwajaza watu. Kuna watu wamejaa hapa mbele. Kuna watu wamejaa hapa mbele. Kuna watu wamejaa hapa mbele. Kuna watu wamejaa roho. Kuna watu wamejaa roho. Kuna watu wamejaa roho hapa mbele. Kwa jina la Yesu. Natangaza moto. Natangaza moto. Pokea Roho Mtakatifu. 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 Utukufu wewe ndiwe. Wewe ndiwe. Zeruka parata. Zuriga bandiga sana. Seperisa. Seperisa. Bado. Wewe pita mbele bado. Roho anakuhitaji. Endelea tu, endelea kuomba. Endelea kuomba. Bado Roho anatembea. Bado Roho anatembea. Macho Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Pokea mafuriko. Pokea mafuriko. Pokea mafuriko. Mafuriko ya Roho Mtakatifu. Kanisa bila Roho Mtakatifu limekufa. Kanisa bila Roho Mtakatifu limekufa. Na hili kanisa ni hai. Hili kanisa ni hai. Ndio maana Roho yupo. Ndio maana Roho yupo. Ninaachilia mafuriko kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utukufu wewe ndiwe. Riba sande korata. Simerida. Bwana wastahili. Riba zakata yadaba. Ripo zakata kayada. Endelea kuomba. Bwana wastahili. Utukufu wewe ndiwe. Kanisa zima inua mikono juu. Inua mikono juu. Kama hauna sababu ya kukaa naomba usimame. Kama hauna sababu ya kukaa. Wengine ni wazee labda wanahitaji kukaa, hawa haina shida. Labda una tatizo la kiafya. Kwa dakika moja hii Biblia inasema hivi. Yesu anasema hivi, ndani yenu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ukishajazwa Roho Mtakatifu, hauhitaji kuomba tena Mungu nipe roho kutoka mbinguni. Hauhitaji kuomba tena Mungu ninyunyizie maji. No. Fakti inasema hivi, ukishajazwa roho siku ile, ndani yako kunakuwa chemchemi ya maji ya uzima. Sasa kuna chemchemi zilikuwa zimeziba. Kuna chemchemi nyingi sana huko nyuma. Huko katikati, huko pembeni. Zilikuwa zimeziba. Chemichemi za roho, ulijazwa roho zamani lakini pakaziba. Tutaenda kuomba kuzibua hizo chemichemi. Na roho Mungu atashuka kwa nguvu kubwa sana. Sema Bwana Yesu. Kanisa zima, sema Bwana Yesu. Asante
kwa kunipenda. Asante kwa kunijaza roho wako. Wakati huu ninaenda kutibua chemichemi ya maji ya uzima. Chemichemi ya maji ya uzima. Ninaomba utibue Yesu. Chemichemi ndani yangu. Chemichemi ya maji ya uzima. Chemichemi ya maji ya uzima inaenda kutibuliwa sasa. Asante Yesu kwa kunijaza tena. 1, 2, 3. Pokea chemichemi zibubujika kwa jina la Yesu. Power of the Holy Ghost. 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 Riba janda kabarasata. Uko nyuma. Yesu anatembea. Yesu anatembea. Yesu anatembea. Power. 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 Power of the Holy Ghost. 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 Fire. 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 Riba janda gababosa. Riba zanda gababosa. Mtu wa Mungu, nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha huko nyuma. Omba. Omba huko nyuma. Funika macho yako. Zira kabasete. Zira kabasete. Zira kabashete. Naomba unitie huyo mama. Naomba unitie huyo mama. Nitie huyo mama, huyo mwenye nani ya njoo. Huyo mwenye nani nyekundu. Bubujiko. Chemichemi zinafunguliwa. Chemichemi zinafunguliwa. Moto. 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 Moto huko nyuma. Moto. 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 Fire of the Holy Ghost. 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 Yule mwenye nguo nyekundu ana kilemba chekundu. Kanisa omba. Mbezi Makondeni Mungu anakuamsha. Mbezi Makondeni Mungu anakuamsha. Mbezi Makondeni Mungu anakuamsha. Roho Mtakatifu ameshuka hapa. Roho Mtakatifu yuko mwingi sana. Asikupite. Endelea kunena kwa lugha. Endelea kunena kwa lugha. Huko nyuma Mungu anatembea kwa nguvu nyingi. Asante Yesu kwa mama huyu. Nyosha mkono juu mama. Awepo mtu wa karibu. Sogeze mbele kidogo. Katika jina la Yesu, I release that power of the Holy Ghost. Achilia ule uamsho wa Roho Mtakatifu sasa. Kwa jina la Yesu. Hautaweza kustahimili nguvu hii. Hii ni nguvu kubwa sana Mungu anaishusha kwako saa hii. Kuna jukumu kubwa Mungu anakuitia saa hii. Katika jina la Yesu. Ulikuwa unaona maono zamani, sasa hivi ni kama yamekata. Ninaachilia hiyo. Fire! Fire of the Holy Ghost. Ulikuwa unaona maono mengi sana zamani kwenye ubinti wako. Roho Mtakatifu anarejesha. Fire! Fire of the Holy Ghost. 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 Ripa zakata kabayata. Ripa zakata kapayada. Ripa zakata kapayada. Endelea kunyosha mkono wako, usinishangae. Nyosha mikono juu. Tuko kwa mfalme wa wafalme. Ribra gozen dibra kasete. Jata kapa. Nitie ukaka mwenye nani nyeupe huyu hapa. Huyu hapa. Ana shati nyeupe pale nyuma. Amenyosha mikono, ana suruali nyeusi na nani nyeupe mweupe. Ribo zeke takapayada. Mtu wa Mungu endelea kuomba. Moto wa Mungu uko hapa. Chemichemi zinatibuliwa. Chemichemi zinatibuliwa. Chemichemi zinatibuliwa. Fire of the Holy Ghost. 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 Fire. Fire. Fire of the Holy Ghost. Ribra gozo tokopoyada. Ziperisa kata. Rabendise kutaya daboza. Riperika sata. Mbezi Makondeni Mungu anakutaka. Mbezi Makondeni Mungu anakutaka. Inua mikono yako juu. Sogea mbele. Ripozande korata. Zibareke tekepeiga. Shebra goze ndibra kosa. Rapa zeketa. Kuna kilio umekuwa ukimlilia Mungu sana. Lakini Mungu anasema ya kwamba anajua vema na anakujua sana. Na kuna mahali Mungu atakupeleka muda si mrefu. Sijajua ni kitu gani ambacho ulikuwa ni kama kimeushikilia moyo wako. Lakini
lakini kuna hatua mpya ambayo Mungu anakupa. Kuna hatua mpya. Ninavyoongea saa hii, ninafungua new dimension, ninafungua new dimension kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naomba ufurike tena kwa mtumishi wa Mungu, naomba ufurike tena. Mafuriko, 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 by the power of the Holy Ghost. Mafuriko, 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 mafuriko. Ninatamka hivi, mafuriko, maana kazi anayokuitia Mungu ni kubwa sana. Unahitaji mafuriko, nami ninaachilia mafuriko sasa. Sasa hivi, pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Pokea mafuriko, pokea mafuriko, pokea mafuriko, pokea mafuriko, pokea. Endelea, usiondoke hapa mbele. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Anakushughulikia Roho wa Mungu. Ribo zeke takapayada ba ziperisa katakapayada. Mungu amekuinua kama tumaini, tumaini kwa watu. Mungu amekuinua kama tumaini. Rape zike teperiga bare zeke tepeida zando roko poyede ziperisa kaparada porendisa katayada jande perisa ripa seketa. Sheni barika gozande porasa. Huko nyuma Mungu anatembea kwa nguvu nyingi sana. Zire bendi sata korendi bazande. Wewe kaka, Mungu anakuona, usikate tamaa. Wewe mwenye t-shirt nyeupe kule nyuma ina doa jekundu, Mungu anakuona wewe, usikate tamaa wewe. Bwana yuko hapo. Inua mikono yako juu. Ninatuma nguvu za Mungu hapo ulipo katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba hiyo vita ambayo shetani anakufuatilia ili akuangushe hata faulu, hata faulu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nachia nguvu za Mungu hapo ulipo katika jina la Yesu. Natuma moto wa Roho Mtakatifu, natuma moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ribande kozada. Watu wa Mungu, mafuriko, mafuriko, mafuriko ya Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu yanaendelea. Nena kwa lugha pale ulipo. Mungu anaamsha kanisa lake, Mungu anaamsha kanisa lake. Ili kanisa mtaitwa kanisa la maombi, ili kanisa mtaitwa kanisa la moto, ili kanisa mtaitwa kanisa la moto. Ninaachilia moto wa maombi, ninaachilia moto wa maombi sasa. 1, 2, 3, moto, moto, moto. Ninapoongea hivi, kuna watu nguvu zitawashukia sasa hivi. Mungu amewapa jukumu la maombi, mliliacha hilo jukumu. Mungu anawapa hiyo jukumu tena. Jukumu la maombi linarejeshwa kwenu. Ni kweli kanisa zima litaomba, lakini kuna watu Mungu amewapa huduma ya maombi, intercession, intercession. Ninapoongea hivi sasa hivi, nguvu za Mungu zinashuka hapa ulipo. Mungu Baba, asante. Asante kwa intercessors wote hapa. Asante kwa intercessors wote hapa. Asante kwa intercessors wote hapa. Ninaachilia nguvu sasa. Ninaachilia nguvu sasa kwa intercessors wote. Fire! 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 Msiwazuie watu. Wawekeni chini polepole. Msiwazuie. Wawekeni chini polepole. Ninasema hivi, Mungu anajichagulia watumishi wake wa maombaji. Mungu anajichagulia watumishi wa maombaji. Bado anajichagulia. Kwa jina la Yesu, ninaachilia moto kwa waombaji wote. Ninapoongea hivi, nguvu ya Mungu inakushukia hapa ulipo. Ninapoongea hivi, nguvu ya Mungu inakushukia. Kwa jina la Yesu. Fire! 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 Receive! 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 Pokea! 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 Kwa jina la Yesu. Pokea huo moto wa maombi. Pokea huo moto wa maombi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Riba jende korata. Kuna watu Mungu anawapa mataifa. Kuna watu Mungu anawapa mataifa saa hii. Kanisa omba. Usiniangalie mimi. Nimekuja kufanya kilichonileta.
Kanisa omba, kanisa omba. Subrandise kuyandise shadaba yande kozara baba. Sorendi konjendisa sigeri bandikete saberika toshanda sigari gezerependa shibeniza guri bandiza siketura bandise sikete ande kora diba siketura ande ziba siketura ande ziba yande bebe seketa yada shizendura ndisobaya shiderukendi sekaya parendikezu sandipe sugadiga 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 sigendigaba yondegeberiza shineguzandige sigendiboyande zirenduza dayaze zirenduza gayabede zugandabaya zunayadaba zuremeiketa zurekepeyano Zibeigana rape Zurani paya Zigendugaba Sorabia gigayede Zigariga sepeya Zigariga digaya Surabia Shenegebeya Zigedigando satayada Zigenubayeda Surabia Reketeya kerababosi Zigeigentura Zigenubania Ziragie durabe kataya zirabaya zirokaya zirabaya yenduzabaya riba yege iga. Kama nilivyoshika mgongo huu ndivyo naenda kuinua migongo ya watu wengi. Ndivyo naenda kuinua migongo ya watu wengi duniani. Kama nilivyoshika mgongo huu, wewe utakuwa minua migongo ya watu duniani. Bila mgongo hakuna anayetembea. Bila mgongo hakuna uhai. Unaenda kuinua migongo, unaenda kuponya uti wa migongo ya watu. Katika jina ya fire! 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 Zibe. Mungu anaenda kuzibua masikio ya manabii. Mchungaji, kuna huduma nyingi za kinabii humu inabidi uzilee. Sasa ninavyoongea hivi, manabii wote Roho Mtakatifu anawashukia hapo ulipo. Manabii wote kuna nguvu inawashukia hapo. 1 2. Manabii wote mnashukiwa na Bwana saa hii. 3. Fire! Fire! Huyo mmoja huko, fire! Ripazakata, fire! 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 Fire of the Holy Ghost! 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 Mwingine yule pale mwenye nguo nyekundu. Fire of the Holy Ghost! Bado nguvu za kinabii zinatembea. Bado neema ya kinabii inazunguka. Neema ya kinabii inazunguka. Mnafunguliwa masikio, mnafunguliwa macho, mnafunguliwa macho, mnafunguliwa masikio nyema nabii. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi.
sasa hivi natamka 1, 2, 3. Fire of the Holy Ghost. 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 Bwana uko mahali hapa. Sura ndiba zengeraba. Nyema nabii Mungu amewakamata. Hamwezi kuvumilia huo moto. Nyema nabii hamwezi kuvumilia huo moto. Moto unatembea. Moto unatembea. Moto unatembea. Moto unatembea. Msaidieni huyo. Moto unatembea. Moto unatembea. Moto unatembea. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Niletee yule mama mweupe kule kwenye kona. Wewe mama naomba uje mwenye nguo ya blue. Mwishoni kabisa amefanya hivi mweupe, mama mweupe mwenye nguo ya blue. Sijui ni dada, sijui. Zura ndibaribe, suje ndibarebe, ndiba sigandushana. Ribe niganusane ada. Siba ndigaribire siba. Iganduze ndebea. Ore ndiza. Inua mikono yako juu. Huwa ni kama hauna kibali. Ni kama huwa huna kibali sana. Kuna kwenye mazingira, sijajua ni kwenye familia, ni kazini, sijui ni wapi. Lakini kuanzia sasa hivi ninavyoongea, Mungu anaenda kuachilia vazi jipya. Yaani watakuona kwa upya tena. Sababu kuna vazi ni kama uko nalo kwenye ulimwengu wa roho, sio la kwako. Ninalifua hilo vazi. Niangalie machoni. Niangalie machoni. Niangalie machoni. Nikazie macho. Ninalifua hilo vazi ambalo walikufika. Ninalifua hilo vazi, nitazame. Ninalifua hilo vazi katika jina la Yesu ambalo walikufika katika falme na mamlaka za giza ambazo walikutegeshea. Ninalifua hilo vazi. Ninaliondoa kwa jina la Yesu. Ninakufika vazi jipya. Vazi la haki. Nikazie macho. Vazi la haki. Vazi la haki. Vazi la neema. Vazi la neema. Kuanzia sasa wakikuona watakupa kazi. Kuanzia sasa wakikuona mambo yako yataenda. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Moto. 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 Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Hakuna nguvu yote duniani itakao kuzuia. Power of the Holy Ghost. Hakuna nguvu yote duniani itakao kuzuia. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Pokea kuanzia sasa hivi. Ninaachilia hiyo neema kwako. Kuanzia sasa hivi ninaachilia kibali cha kimungu. Ninaachilia mvuto wa kimungu kuanzia kwenye familia yako. Kuanzia kwenye familia yako, kazini, mtaani, kila kona. Ninaachilia mvuto wa kimungu. Naachilia kibali zaidi ya alichokuwa nacho Esther. Zaidi ya alichokuwa nacho Esther. Hicho kibali nakiachilia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila silaha ya giza uliotegeshewa ninaivunja. 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 Nyosheni mikono juu watu wote. Baba, ninaenda, hii mikono iliyonyosha unaiona. Ninaenda kuharibu vifungo vyote ambavyo watu wamefungwa humo. Kuna waliofungwa kwenye tabia za uzinzi. Kuna waliofungwa, sio kwamba Mungu hawakupendi, wanakupenda. Ila kuna vifungo. Kuna waliofungwa wanataka waache hadi wake zao, wengine wanataka waondoke kwenye familia zao. Kuna waliofungwa kwenye uongo, kuna waliofungwa kwenye mambo mbalimbali ya dhambi. Na leo Mungu umesema unaihukumu dhambi. Tena unaanza na uzinzi, unahukumu dhambi. Mungu, napoenda kuomba, siombi maombi kwa ajili ya kuaibishana, ila naomba kuvunja kila nira. Ninavunja kila nira kwa jina la Yesu. Ninasema na wewe pepo mchafu, kila roho ambayo umetumwa kutoka nyumbani, kutoka kazini, kutoka wapi, kuleta kifungo ndani ya huyo mtu. Kifungo cha tabia mbaya, kifungo cha kutumia, anapata pesa lakini ni kama haikai, kifungo cha uchumi mbovu. Sasa ninahukumu, Mungu anapita, ninahukumu hiyo miungu ya giza, ninahukumu hivyo vifungo kwa jina la Yesu.
Naachilia neema, naachilia moto, naachilia moto ulao, naachilia moto ulao kulamba kila aina ya uovu na kila aina ya nguvu zilizofunga watu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninaachilia uzima, ninaachilia uzima wa Yesu, ninaachilia uzima wa Yesu. Haya, wewe mtu wa Mungu, kemea kila ulichokuwa ukitaki maishani mwako. Kemea. Inawezekana ni tabia, inawezekana ni uchumi mbovu. Vunja. Kanisa zima naomba ukemee kila ambacho ukitaki maishani mwako. Kemea. Kemea. Inawezekana ni umasikini, inawezekana ni roho ya madeni. Kemea, kemea mtu wa Mungu. Vunja, haribu. Pengine ni watoto wako walikuwa wanafuatiliwa. Haribu, haribu, haribu. Siwaoni mkiharibu kazi za giza. Kuna neema mahali hapa. Kuna watu mkitoka hapa mtaanza kupigiwa simu. Kuna watu mkitoka hapa M-Pesa zenu zitaanza kusoma. Ninawaambia kemea, vunja, vunja kila falme na mamlaka za giza zilizokuwa zimeshikilia uchumi wako. Yamkini sio pepo, ila vitu tu vilitumwa. Ukashangaa ni kama akili yako imehama. Ninatangaza uzima kwa jina la Yesu. Wewe ndiwe Mungu wetu. Wakati tunaelekea mwishoni, naomba tuombe juu ya kanisa. Kuna uamsho mkubwa Mungu ameuweka, na maelekezo nilio nayo ni kwamba endelezeni huu moto, na hasa nasukuma kuhusu maombi ya jioni. Ile watu wametoka kazini waje wanaomba, hata ikianza na watu wachache it's okay, lakini Mungu atasema zaidi na pastor. Tafadhali sana mtie haya maelekezo, sababu kanisa Mungu analipeleka hatua mpya. Sasa nataka tuombe juu ya kanisa. Vunja kila hila za giza. Kuna watu walikuwa wanarudishwa nyuma na roho hizi nilizozisema. Hizo roho zimeshavunjika. Hizo roho zimeshavunjika. Nimekuja hapa Jumanne, si Jumatano. Nimepigana vita vingi sana hapa na hata kule nilipokuwa. Ninajua nilipopambana navyo. Na nilifika hapa nikashukuru Mungu, nilikuta mchungaji hapo kwenye maombi ya siku 3. Nikajua kabisa hii ni kuna kitu kinaendelea katika hili kanisa. Tafadhali naomba tuombe juu ya kanisa. Kemea kila roho za dhambi, kemea roho za uzinzi. Kuna roho ziliachiliwa nyingi. Hapa tungesema tufuatiliane maisha yetu, ungekuta vijana wengi sana hapa wameanguka. Lakini vunja hizo roho, vunja roho ya uzinzi, vunja roho ya dhambi kwa ujumla, uongo, uasherati, kila namna. Kuna watu mmeoa ghafla mlianza kusikia kama hamna hamu ya wenzi wenu. Vunja hiyo roho, ilikuwa imeachiliwa hapa kwenye hili anga. Vunja roho nyingine ya kuvunja. Vunja roho ya udini, roho ya ukawaida, sababu kuna roho za kichawi zilikuwa zimeachiliwa kusababisha watu wao wakafu sana. Ndio maana hata kama mimi sipo hapa na sijaongea na mtu yeyote, ndio maana kuna dalili ulikuwa unaziona, kuna watu kama kutaka kuchoka. Sasa tuombe kinyume na hizo roho za udini, roho za ukawaida. Paulo anawaandikia Wagalatia, anawaambia nani aliyewaloga? Mlianza katika roho mnamaliza katika mwili. Kwa hiyo kama unaona mwili ulikuwa unaanza kuzidi, maana yake kuna ulozi ulianza kufanyika. Kuna ulozi ulianza kufanyika. Hata tunavunja hizo roho zote. Kanisa zima simama, vunja. Kwa jina la Yesu tunaharibu roho za uzinzi, tunavunja roho za uongo na ukahaba, tunazivunja. Kwa jina la Yesu ninafunga hizo roho, ninaziangamiza. Zitoke katika anga hili, zitoke katika ardhi hii, zitoke katika maji ya mahali hapa. Kwa jina la Yesu ninafukuza roho za ukawaida kwenye ibada. Watu wanafika waimbi, wasifu, sadaka walikuwa wanatoa 10,000, sasa hivi wanatoa buku. Kwa jina la Yesu ninavunja ukawaida, ninavunja udini, ninavunja kwa jina la Yesu. Naachilia mafuriko ya Roho Mtakatifu, naachilia moto wa Roho Mtakatifu. Laiti ungeelewa kinachoendelea hapa, ungeomba kwa bidii sana. Utakuja kunishukuru baadaye. Biblia inasema mpingeni Mungu, mtiini Mungu, mpingeni shetani. Tunampinga kila siku. Tunaangusha kila falme na mamlaka za giza zilizokuwa assigned kwenye kanisa hili. Tunavunja na kuharibu. Inateketeza. Hitaji letu la mwisho, tunaenda kumwombea mchungaji na mama. Waombee maisha marefu. Waombee Mungu apate kusema nao kwa ajili yetu. Bila wao kusikia, sisi hatuwezi kusikia.
Waombee mchungaji na mama na familia yake. Ombea wito wao. Waombee wanapokuwa masomoni. Waombee maisha yao ya kiroho. Ombea Mungu ajidhihirishe kwao. Ombea Mungu awape ujasiri wa kulinena neno la Mungu kwa ujasiri. Omba kwa jina mchungaji wako. Omba. Ripo zande keperisa. Baba, tunaomba kwa ajili ya baba na mama. Neema yako ikazidi kuwa nao. Funa utukufu wako. Ripa zande koshata. Zinde perisata. Riba jande kosata. Ripa zande korata. Ripo seketa yada. Riba zataka. Jinde kozata. Nataka niombe na watu wawili. Kuna mtu mmoja una shida kwenye paja. Ni kama msuli wa paja huo unakusumbua. Na mtu mwingine una shida chini kwenye mguu, sehemu ya kukanyagia, kwenye makanyagio huku chini kabisa. Unakuwa kuna maumivu, sijui kuna moto, sijui ni nini. Pita wa kwenye makanyagio na wewe kwenye paja. Paja linakuwa linauma sana wakati fulani. Msuli. Kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia uzima saa hii. Naachilia uzima kwa nyinyi wote mliopita hapa mbele. Katika jina la Yesu pokea uzima sasa. Ninaachilia uzima juu yenu. Kuanzia sasa kusiwepo na kitu chochote cha kuwasumbua. Ninafuta hayo maumivu. Ninafuta hayo magonjwa. Ninamwangamiza yule aliyewafunga. Kwa jina la Yesu ninafunga nguvu za giza, naziondoa, hazina mamlaka. Ninaachia uzima kwenye hayo mapaja, ninaachia uzima kwenye hiyo miguu, ninaachia uzima. Anza kufanya kile ulichoweza kufanya. Kama kunyosha mguu, fanya tu mazoezi. Kama ni kanyaga kwa nguvu. Kwa jina la Yesu naachilia uzima. Fanya tu, fanya, Bwana anatenda. Kwa jina la Yesu naachilia uzima. Pokea uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Asante. Kuna mtu Mungu anakupa assignment ya kwenda nchi za mbali. Na ni kama ulishaona hicho kitu. Mungu anakutuma kule. Ni kama anakutuma kupitia kazi nyingine tu ya kawaida, lakini utaenda uifanye hiyo kazi. Lengo sio kwenda kufanya kazi za kujinufaisha tu. Kuna namna utaenda kuwa chachu ya injili kwenye hilo eneo. Umekuwa ukijiuliza kama ni kweli au si kweli. Nataka nikwambie ni kweli. Pita hapa mbele. Katika jina la Yesu Kristo. Moja ya kitu unachokijua ni kwamba hili kanisa lina wamishonari wengi sana. Sasa wewe baba yangu mchungaji atakuwekea mikono. Na popote pale wamishonari walipo, tunaachia neema ya Mungu itawakuta pale ulipo. Baba karibu. Karibu tu kwa ajili yako. Ninaongozwa kuwawekea mikono. Katika jina la Yesu. Baba Mike. Mungu atawatuma, sio mtuonyeshe kwamba mmeenda nchi za nje, no. Ni ili mkaifanye kazi ya Mungu ukamtaka kwenda. Mungu atatoa maelekezo. Baba wa uzima, Bwana wa utukufu, ni wewe ambaye unawaita watumishi wako. Tena Bwana unawadhihirishia nguvu na uweza na kuwatangulia na kupanga mipango mbalimbali. Mashaka na wasiwasi viko kwa wanadamu, lakini wewe Bwana unasimama. Tumekuwa tukisoma hata habari ya imani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Shusha imani ndani ya mtu huyu Bwana, kama ulivyoshusha ndani ya Yoshua na Kalebu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za uweza zikapate kumtilia mtu huyu na kumpata kuanzia sasa. Bwana wa uzima, mpe macho ya kuona, mtie imani zaidi Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu hao wanahitaji nguvu zaidi za imani, misuli ya imani, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakemea hofu na mashaka katika maisha yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaamuru mafanikio, tunaamuru kibali katika maisha yao kwa jina la Yesu. Tunawakabidhi mikononi mwako. Neema yako izidio ikapate kuwa juu yao. Twawaacha mikononi mwako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wewe ndiwe, ninakushukuru kwa ajili ya mtu ambaye Bwana unajua shida na hitaji yake.
umemfunulia mengi, nami namuacha mikononi mwako. Naomba Bwana kwa ajili ya mtu huyu, nimuache mikononi mwako, maana wewe ndiye ambaye wafunua na kuliweka wazi jambo. Namuacha mikononi mwako Bwana, tembea pamoja naye, nguvu zako za uweza zikapate kumjilia kijana huyu, maana hakika yake Bwana unampenda. Namuacha mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa uweza, ninamuacha mikononi mwako. Neema yako iwe juu yao kwa uweza na mamlaka, katika jina kula Yesu Kristo uzuri. Amina. Wewe ndiwe Mungu wewe. Ukiwa umekaa kwa dakika moja, ukiwa umekaa hapo hapo, mwabudu Mungu dakika moja tu, tunaenda kumaliza. Wewe ndiwe Mungu. Ukiwa umekaa hapo hapo, mwabudu Mungu dakika moja, tunaenda kumaliza. Wafanyabiashara wote pale mlipo, simameni. Wafanyabiashara na wewe unayefikiria kuingia kwenye biashara, katika jina la Yesu, inua mikono yenu juu. Ninaachilia neema mpya na kuthibitisha hiki. Kuna watu mtaanza kuwa na shuhuda kuanzia wiki hii, kuanzia leo ninavyoongea sasa hivi. Inua tu mikono yako juu. Na nyie, kuna watu mmepewa jukumu hapa. Kuna mtu kabisa uliambiwa ufanye kitu fulani. Ninaomba umsikilize Mungu vizuri na ukifanye. Ninachoomba hapa ni hatua mpya. Kuna hatua mpya Mungu amewaingiza nyie, na Mungu anawategemea sana katika kazi yake kuiendesha kwa kasi. Kuna watu Mungu atawapa hasira. Usijione kwamba mimi natoka kila siku. Toa. Mungu akikwambia kutoa milioni 100, toa. Kuna watu mliambiwa mtoe viwanja humu, mmevibania mpaka leo. Ndio maana kuna hatua hamuendi. Utamwona mchungaji kwa wakati wako. Na ninapoomba hivi, kuna nguvu ya Mungu inatembea kwa namna isivyokuwa kawaida. Kuna hiyo neema ya elevation, kuinuliwa, kupelekwa hatua kubwa ambayo hujawahi kuingia. Kuna watu mlifikiri mitaji yenu itakuwa bilioni ngapi kwa miaka mingapi ijayo. No. Mwezi huu kuna watu mnaingia kwenye dimension za mabilioni, za mamilioni. Ninaachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Ninaachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Kwa 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 jina la Yesu. Na nyie anzeni kumchallenge Mungu. Anza kumchallenge Mungu. Panda kiwango cha utoaji. Panda tu kwa imani. Panda kiwango cha utoaji wako. Alafu utaniambia baada ya mwezi mmoja, miezi miwili. Kuna watu mtakuja na shuhuda nyingi, na msiogope kushuhudia, kwa sababu mambo haya yamewekwa hadharani na mje mshuhudia hadharani. Na natangaza uchumi wa kanisa hili umepanda katika jina la Yesu. Ninaombea wafanyakazi pia, ninaombea na wanafunzi wote. Kila mmoja alipo ainue mikono yake juu. Ninaombea uchumi wa kanisa hili. Kila kilichokuwa kimeshikilia uchumi wa kanisa hili ninakivunja. Ninavunja kwa jina la Yesu. Kila roho zilizokuwa zimetuma kushikilia watu mikono yao isizalishe. Wengine inazalisha lakini hawaoni faida. Ninavunja kila nguvu za giza, ninaondoa. Wengine ni wafanyakazi, wengine ni wanafunzi.
kila mmoja kwa nafasi yake. Ninaachilia uzima kwenye uchumi, na kuthibitisha hilo ni kwamba kuanzia leo na wiki hii mapato ya kanisa yanaenda kupanda katika jina Yesu, na hayatarudi nyuma tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi, 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 pigia Yesu makofi. Muda wetu umekwisha. Actually muda umeenda sana. Mambo mengi zaidi Mungu ataenda anayafanya huko nyumbani. Kuna watu hamtalala kuanzia usiku wa leo. Msiogope, msilazimishe usingizi. No, muulize Mungu nifanye nini. Ninaombeni mnene sana kwa lugha. Nena sana kwa lugha isipokuwa kawaida, ukiwa nyumbani, ukiwa kanisani. Hizo program za maombi za kanisa, ninaamini Mungu ataonekana zaidi. Lakini ili kanisa kuna moto unatakiwa uwake zaidi. Upo moto, lakini kuna dimension kubwa. Kwa hiyo mtii sana hizo ratiba ambazo Mungu atazitengeneza kupitia viongozi. Hasa maombi. Mimi nasikia sana maombi ya jioni, ila sijajua Mungu mwenyewe ndo atatoa zaidi direction. Baba, nakushukuru kwa kanisa lako. Asante kwa babangu mchungaji na mama. Asante kwa wazee wa kanisa. Asante umewapa neema ya kunipokea na kutupokea sisi watumishi wako. Ninakushukuru Mungu, kazi uliyonituma nimeifanya. Bwana, ninajua kazi uliyoianzisha utaiendeleza. Sikuja kuongea maneno matupu, ila nilikuja kuleta Roho Mtakatifu. Sio kwamba Roho hakuwepo hapa, ila nilikuja kushare neema ile ambayo umenipa kushare nao zaidi kama mtumishi wako. Natangaza mwanzo mpya wa kanisa hili. Natangaza mwanzo mkubwa wa kanisa hili. Hili kanisa halitarudi nyuma tena. Litaitwa kanisa la moto, litaitwa kanisa la kimishonari, litaitwa kanisa la wababe, litaitwa kanisa la wenye pesa, litaitwa kanisa la matajiri, katika jina la Yesu. Kuanzia mtoto, mwanafunzi mpaka mtu mzima watakuwa matajiri wa kutupwa, katika jina Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na utajiri watautumia kwenye kazi yako. Hata hii kazi ya jengo itaenda kwa haraka tofauti na wanavyodhani. Kama walipanga iwe ni miaka kadhaa, mimi natangaza ndani ya muda mfupi, natangaza supernatural speed ya kazi katika jina la Yesu. Baba, ninakuhimidi wewe, ninakutukuza kwa kuwa ni wastahili. Nataka tukaimbe ule wimbo mmoja.